Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakisomea habari zote za kitaifa na kimataifa, na miongoni mwa tulionao leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania na Misri zaimarisha ushirikiano wa biashara na uwekezaji. Akiendelea na ziara yake nchini India, Rais Dr. Mwinyi asema Zanzibar itakuwa kituo cha teknolojia na ubunifu. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Kenya yakabiliana na wadukuzi wa tovuti rasmi ya rais. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzia na ziara rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri nchini Tanzania, Abdel Fattah el-Sisi. Imezaa makubaliano muhimu yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo kati ya mataifa hayo mawili baada ya mazungumzo yake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Mwanahabari wetu Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kufanya mazungumzo ya faragha kati ya marais hao, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika mazungumzo yao wamekubaliana kuongeza ushirikiano katika biashara na uwekezaji, wakieleza kuwa hatua hiyo itafungua fursa mpya za ukuaji wa uchumi na kuongeza biashara kati ya Tanzania na Misri. Katika sekta ya kilimo, Rais Dr. Samia ameeleza kuwa Tanzania itanufaika na teknolojia za kisasa za umwagiliaji kutoka Misri ili kuongeza uzalishaji wa mazao, huku ranchi ya Ruvu ikitarajiwa kutumika kama kitovu cha ushirikiano katika shughuli za ufugaji. Katika ziara hii, Mheshimiwa Rais el-Sisi ameambatana na wafanyabiashara wakubwa 35 kutoka nchini Misri ambayo hivi sasa wanakutana na wenzao wa Tanzania kwenye jukwaa la biashara. Nina imani kupitia jukwaa hilo na kwa kuzingatia fursa za uwepo wa eneo huru la biashara la Afrika, biashara na uwekezaji kati yetu itaongezeka maradufu. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Abdel Fattah el-Sisi amesema katika suala la miundombinu, nchi hizo zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya usafirishaji kwa kuunganisha bandari ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na kukuza biashara. Pia zimeahidi kuendeleza ushirikiano katika sekta za afya, nishati na uchukuzi. Katika mazungumzo yetu leo na Rais Samia, nilizungumza kwamba sote wawili tunaona tuendelee katika kufanikiwa kukubwa kama vile makampuni ya Misri yalivyotimiza ujenzi wa bwawa la Nyerere, na mbele ya mashirika yetu ya kizalendo. Na katika hatua hii kuna miradi mingi imefanyika ardhi ya Tanzania, lakini vile vile katika uzoefu ambao tumeupata wa kuonyesha uwezo wetu katika kufanya kazi za pamoja na kuleta maendeleo na kuongeza ushirikiano wetu katika kiwango kikubwa. Kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo, Tanzania na Misri zimesaini hati mbili za makubaliano. Hati ya kwanza ni kati ya Wizara ya Nishati ya Tanzania na Wizara ya Nishati na Umeme Jadidifu ya Misri, huku hati ya pili ikiwa ni makubaliano ya ushirikiano katika sekta mbalimbali za uchukuzi. Makubaliano hayo yanaashiria dhamira ya viongozi wa Tanzania na Misri ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati unaotarajiwa kuongeza uwekezaji, biashara na maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameendelea na ziara yake ya kikazi nchini India siku ya Jumamosi Julai 18 kwa kutembelea kituo cha utafiti na ubunifu cha taasisi ya teknolojia ya India Madras IIT Madras jijini Chennai, ambapo ameshukuru IIT Madras kwa fursa zinazotolewa kwa Zanzibar, akielezea kuwa ushirikiano huo utasaidia kuwawezesha vijana kukuza vipaji na ubunifu pamoja na kuwajengea uwezo wa kutumia maarifa na teknolojia katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Zaidi tuungane na Goodluck Msola. Akiwa katika kituo hicho ambacho kituo hicho kinawaunganisha wanataaluma, watafiti, wanafunzi na makampuni ya wajasiriamali katika kubuni na kuendeleza teknolojia zinazolenga kutoa suluhisho la changamoto mbalimbali za kijamii na zile za kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi ameongozwa na mkuu wa IT Madras Profesa Kamakoti pamoja na viongozi na wanataaluma wa taasisi hiyo ambao wamemweleza kuhusu tafiti na shughuli za programu mbalimbali zinazofanyika za ubunifu zinazoendeshwa katika kituo hicho. Taasisi ya teknolojia ya India Madras inatarajiwa kuzindua rasmi tarehe 10 Agosti 2026 programu ya kimataifa ya mafunzo ya wiki 6
yatakayofanyika ndani ya visiwa vya Zanzibar, ikiwahusisha washiriki kutoka nchi mbalimbali duniani wakiwemo Wazanzibari, na inalenga kuwajengea uwezo wa kutumia teknolojia za kisasa katika ukaguzi na udhibiti na usimamizi wa fedha, hususan katika maeneo ya mifumo ya kidijitali, sayansi na data, akili mnemba pamoja na usalama mitandaoni. Katika hatua nyingine, Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi amewatembelea wagonjwa kutoka visiwani Zanzibar ambao wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Miot International iliyopo ndani ya jiji la Chennai nchini India kupitia udhamini wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Akiwa katika hospitali hiyo, Rais Daktari Mwinyi amezungumza na baadhi ya wagonjwa hao pamoja na familia zao na kupokea maelezo kutoka kwa madaktari kuhusu hali za afya za wagonjwa hao na hatua zilizofikiwa katika matibabu na huduma za kibingwa wanazozipata. Rais Daktari Mwinyi ameondoka jijini Chennai Jumamosi na kisha kuelekea New Delhi baada ya kukamilisha shughuli zake katika taasisi ya teknolojia ya India Madras. Asante Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imewaonya wananchi watakao kubadili matumizi ya vyandarua vitakavyogawiwa mkoani humo, ikiwemo kuvitumia kuvulia samaki na kufugia kuku. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Zoezi la ugawaji vyandarua zaidi ya milioni 1 vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 22 linatarajiwa kuanza Agosti 10 hadi Agosti 20 mwaka huu hapa mkoani Mara, ikiwa ni juhudi za kutokomeza malaria. Pesa nyingi imetumika kwa serikali inasema kampeni hii itatekelezwa katika halmashauri zote za mkoa wa Mara. Mratibu wa kampeni ya taifa ya ugawaji vyandarua kutoka Wizara ya Afya anasema Mara ni mkoa wa pili nchini kwa maambukizi ya malaria baada ya Kagera, hali inayofanya kupewa kipaumbele katika kampeni hii ya ugawaji wa vyandarua. Mkoa wa Mara ni wa pili kwa maambukizi ya malaria nchini, ikifuatiwa na mkoa wa Kagera ambao una 24% hivi na mkoa wa Mara una 22%. Kwa hivi serikali imeona ni vema iongezee nguvu zaidi katika kukabiliana na tatizo la malaria kwa kuleta kampeni ambayo itamfikia kila mwananchi. Kaimu mganga mkuu wa mkoa huu Dr. Stanley Kajuna anasema pamoja na matumizi ya vyandarua, wananchi wanapaswa kuendelea kuondoa mazalia ya mbu, kwani mazingira yanayotokana na shughuli mbalimbali za kiuchumi yamekuwa yakichangia kuzaliwa kwa mbu wanaoeneza malaria. Tunataka tuko juu kwa sababu ya mazingira yetu, kazi zinazofanyika na wakati mwingine behavior za watu na mazingira yaliyopo yanasababisha kuwepo kwa idadi kubwa ya maambukizi ya malaria. Vyandarua hivi ni gharama na pesa nyingi imetumika kuhakikisha vyandarua vinaweza kuwafikia wananchi. Akizungumza kuhusu maandalizi ya ugawaji huo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaionya jamii huku akiagiza hatua kali kuchukuliwa kwa yeyote atakayebainika kutumia vyandarua hivyo tofauti na ilivyokusudiwa. Kiona mwananchi anaenda kutumia neti ile kufanya uvuvi haramu, ashughulikiwe kweli kweli. Hata hawa wananchi ambao wanaenda kufugia vifaranga au kufunikia mchicha nao washughulikiwe kweli kweli. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mtendaji mkuu wa kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta umma PPP Center, David Kafulila, amesema utekelezaji wa dira ya miaka 25 iliyopita Tanzania ilizalisha takriban dola trilioni 1.15, ambapo hivi sasa miradi ya ubia imefika zaidi ya trilioni 8.5. Shukuru Matero kutoka mkoani Morogoro ameandaa taarifa zaidi. Kafulila amesema hayo wakati wa mdahalo katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, ambapo amesema dunia inatafuta njia mbadala ya kutekeleza miradi ya maendeleo badala ya kutegemea mikopo na kodi pekee. Tanzania kwa takriban miaka 25 ambapo tumemaliza kutekeleza dira mwezi wa 6, dira iliyoanza mwaka 2000, uchumi wake kwa miaka 25, ukisema uchumi wake unazungumza uzalishaji, maana uzalishaji wa kila mwaka. Wakati tunaanza kutekeleza dira iliyokwisha, uzalishaji wetu ulikuwa takriban dola bilioni 13 mwaka 2000. Wakati tunafunga dira ya miaka 25, uzalishaji wetu wa huduma na bidhaa, kwa maana ndio GDP yenyewe hiyo, ilikuwa ni takriban dola bilioni 94.
Ukijumlisha uzalishaji wa kila mwaka, GDP ya kila mwaka kwa miaka 25, unapata kwamba kwa miaka 25 Tanzania ilizalisha takribani dola trilioni 1.15. Dola trilioni 1.15 ndio production ya nchi jumla ya miaka 25. Kwa upande wake, naibu makamu mkuu wa chuo upande wa mipango, fedha na utawala, Profesa Amandusi Mwahirwa amesema mdahalo huo umewasaidia wanafunzi kupata uelewa juu ya masuala ya maendeleo ya kidunia. Ni faida kubwa sana kwa wanafunzi wetu kwa sababu tunatoa mafunzo hapa ya kilimo, na kama mnavyofahamu kilimo ndio chachu ya maendeleo. Kilimo ndio mama wa viwanda. Lakini kama mlivyosikia, na imekuwa ni changamoto kubwa hata kwa wanafunzi wetu waliokuwepo na wameuliza maswali kuweza kupata uelekeo wa maendeleo ya kisasa duniani yanakwendaje na yanatakiwa kwenda namna gani. Ni nzuri sana kwa sababu tumeweza kupata kujengewa uwezo wa kufahamu ni jinsi gani tunaweza kushirikiana na mashirika binafsi na shirika la serikali katika kuhudumisha na kukuza uchumi. Miradi inayotekelezwa kwa ubia hapa nchini kwa sasa ni miradi ya umeme, miradi ya bandari ya Dar es Salaam pamoja na mradi wa kufufua reli ya Tazara. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watoto milioni 13 wamesajiliwa na kupatiwa vyeti vya kuzaliwa kwa njia ya ujumbe mfupi, yani SMS, kufuatia ushirikiano baina ya kampuni ya mawasiliano ya Yas na Rita, ikiwa ni mwendelezo wa ushirikiano baina ya sekta binafsi na serikali ili kutatua changamoto za wananchi. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam, afisa mkuu wa fedha kutoka Yas Innocent Letabula amesema pamoja na kufanikisha vyeti hivyo vya kuzaliwa, pia wamefanikiwa kuwasaidia watoto kupata matibabu kupitia ushirikiano wao na CCBRT, huku akiainisha kuwa pia wamefanikiwa katika kuwezesha Watanzania zaidi ya 23,000 kupata matibabu ya macho bure. Kwa ushirikiano na hospitali ya CCBRT tuliwezesha matibabu ya watoto wenye tatizo la miguu ya kupinda, clubfoot. Tunaendelea kushirikiana na taasisi tofauti kutoa huduma za uchunguzi na matibabu ya macho bure kote nchini na visiwani, ambapo mpaka sasa tumewafikia Watanzania zaidi ya 23,000. Aidha, Letabula amesema kuwa kwa sasa Yas imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ili kufanikisha teknolojia ya kisasa inayopatikana katika maeneo yote nchini ili kufanikisha malengo ya dira 2050 yanayohimiza ufunganishi wa huduma za afya na teknolojia katika hospitali kuanzia ngazi ya chini. Tunapoelekea katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, matumizi ya teknolojia yametajwa kuwa sehemu muhimu katika kuimarisha mifumo ya afya kupitia uboreshaji wa taarifa za afya, kuleta suluhisho za afya kidijitali, pamoja na kufanya maamuzi sahihi yanayotegemea takwimu sahihi za afya. Kwa miaka mingi, maboresho katika sekta ya afya yalijikita katika kuimarisha miundombinu na taasisi za afya, na hayo yataendelea kuwa muhimu leo. Teknolojia inakuwa muhimili muhimu sana katika kubadili namna huduma za afya zinavyotolewa. Hata hivyo, Yas imebainisha kuwa ipo katika mazungumzo na taasisi ya Benjamin Mkapa ili kuingia makubaliano ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya afya katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Taasisi za kanisa zinazotoa mafunzo ya afya wameshauriwa kutoa mafunzo kwa upendo ili wahitimu wanaotoka kwenye vituo hivyo wakafanya kazi kwa upendo waliojifunza kutoka kwa walimu waliowafundisha. Hasra Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Nitazitunza kwa uthabiti siri nizipatazo, ziwe za wagonjwa, familia au nyinginezo. Ushauri huo umetolewa na msaidizi wa askofu KKT Dayosisi ya Kaskazini Kati wakati wa mahafali ya 11 ya chuo cha afya cha Arusha Lutheran Medical Training Center. Askofu anawaomba fanyeni kazi kwa upendo ili mwatengeneze watumishi wenye huo upendo. Waonyesheni upendo wanafunzi, nao waende na huo upendo wakafanya hiyo kazi kwa upendo. Fanya kazi ya Mungu vizuri ili ukipata mshahara upokee mshahara wa halali. Flora Kasembe ni muuguzi mkuu wa hospitali ya LMC JKCI. Anasema kuwa wakati mwingine wagonjwa hawahitaji dawa isipokuwa faraja kutoka kwa wauguzi ili waweze kupona, hivyo wakawe sehemu ya uponyaji. Katika kazi ya uuguzi unatakiwa na wito, uimara, hekima, upendo na kufanya kazi kwa imani.
Katika kutenda kazi, si kufanya kazi tu. Kazi inakwenda sambamba na fasaha ya maneno mazuri yatakayomtia mtumaini mgonjwa, yatampa matumaini mema kwa mgonjwa na mteja yoyote anayekuhitaji. Lakini kwa kutumia maneno yako mazuri na maneno ya busara, mgonjwa huyu atapona. Hata usipompa Panado, ukimtembelea ukampa maneno ya faraja, mgonjwa atajisikia vizuri. Kwa mwaka huu 2026 kwenye chuo hicho kimetoa wahitimu 64 wa fani ya uuguzi na ukunga pamoja na ustawi wa jamii kwa ngazi ya stashahada. As we celebrate the achievement of our graduates, your presence encourage us to remain committed to produce competent, ethical and compassionate healthcare professionals who will serve our community with excellence. So we came here in 1985 and we have been here only recently, and that's why I'm happy to be back, because this is still home and nimeacha moyo hapa. So I want to tell you that you should keep your dreams. Have dreams. Dream big. Don't give up. Don't give up, because dreams can happen if you look around you. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma vijijini mkoani Kigoma wameomba serikali kuendelea kuimarisha elimu ya uzazi wa mpango ili kusaidia jamii kupanga idadi na nafasi kati ya mtoto na mtoto kwa ajili ya afya bora ya mama na mtoto. Rachel Chacha anaeleza zaidi. Ombi hilo limetolewa wakati timu kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma pamoja na uwakilishi wa shirika la afya duniani WHO ilipofanya ziara katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma vijijini kwa lengo la kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu changamoto zinazoathiri utoaji na matumizi ya huduma za uzazi wa mpango. Akizungumza baada ya timu hiyo kufika katika kijiji cha Bitale, mwenyekiti wa kijiji hicho Robinson Anania amesema elimu ya uzazi wa mpango ni muhimu katika kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kupanga familia na kuzingatia nafasi kati ya mtoto na mtoto. Naomba wataalamu Wizara ya Afya itusaidie kupitia uzazi wa mpango, maana sisi watu wa Kigoma, sisi Waha tumezoea kuzaa kama mbuzi. Leo mimba, kesho kutwa mimba, mpaka kufikia mahala watoto hawawezi kuwa na mwili mzuri, hawawezi kuwa bora, matokeo yake watoto wanadumaa kwa sababu tunazaa kama mbuzi. Kwa upande wake Happiness Boniface, mkazi wa kijiji cha Bitale, amesema wananchi wanahitaji kuendelea kupata elimu sahihi kuhusu uzazi wa mpango ili waweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya afya ya familia zao. Tunashukuru kwa kuja kutupa elimu ya uzazi wa mpango. Pia tunahitaji tena mrudi kwa mara nyingine. Karibuni sana. Uzazi wa mpango unasaidia kuzaa kwa mpangilio. Uzazi wa mpango unasaidia kulea familiani, kulea vizuri familia, inakaa kwenye wakati mzuri. Simon Zilibi kutoka Wizara ya Afya amesema uzazi wa mpango husaidia mtoto kupata nafasi ya kunyonyeshwa vizuri na kuwa na afya nzuri katika ukuaji wake. Ziara hiyo imelenga kusikiliza uzoefu wa watoa huduma za afya, viongozi wa jamii, wawakilishi wa makundi mbalimbali pamoja na wananchi ili kubaini changamoto zilizopo na kupata mapendekezo yatakayosaidia kuboresha huduma za uzazi wa mpango kwa kuzingatia mahitaji halisi ya jamii. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wananchi waliohamishwa kupisha eneo la uwekezaji la Luhafwe na kuhamishiwa katika kijiji cha Igalukilo, halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi, wameomba serikali kuboresha huduma za kijamii kwa kujenga miundombinu ya maji, barabara, shule na zahanati ili kuboresha maisha yao katika makazi mapya. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wananchi hao wakati wa ziara ya baraza la madiwani katika eneo hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Luhafwe Emmanuel Kasuku ameishukuru serikali kwa kuwahamisha katika eneo hilo, huku akiomba kuharakishwa kwa ujenzi wa miundombinu muhimu itakayowawezesha wananchi kupata huduma za msingi kwa urahisi. Na pia nishukuru tu mweke miundombinu ya kiserikali, taasisi ambazo ni shule iwepo, zahanati, ndio vitu vinaumiza vichwa sana, pamoja na maji, kwa sababu binadamu bila maji hawezi kuishi. Ni changamoto kubwa sana.
pia barabara zetu hizi zilizotengenezwa na mimi nizipita, mvua ikinyesha hazitapitika. Jaribu kukaa halmashauri pamoja na uwekezaji utuwekee mola. Hizi kaya 648 kwa visima vinne, mgawanyo ukoje? Mgawanyo katika kupata huduma za jamii kama hizi ukoje? Akijibu maombi hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika Emmanuel Mgaya amesema halmashauri imeweka mikakati ya kuhakikisha huduma bora za kijamii zinapatikana katika makazi mapya, ikiwemo upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na huduma nyingine muhimu. Tunazungumzia masuala ya visima. Hivi visima ni vya awali tu. Mwenyekiti amesema pale tumewasiliana na mamlaka ya bonde kwa maana ya visima virefu vya kudumu. Na hivi kachimbwa wakati wananchi watakavyokuwa wamejipanga. Unajua sasa hivi hawajajipanga sawa. Tunavyo viwanja tu lakini wahamiaji bado. Kwa hiyo wananchi wakijipanga sawa sawa, tutaangalia namna gani huduma ya maji haiwasumbui tena, na tunataka maji ya kudumu. Sura haya ni kwa ajili ya huduma za awali. Pia kuna uchimbaji wa visima vinne na maandalizi ya ujenzi wa shule ya msingi na zahanati kwa bajeti inayoanza mwezi huu wa Julai, yani mwaka huu 2026. Maeneo mengine yaliyotenga kwa ajili ya huduma za jamii ni soko, kituo cha polisi na eneo la michezo. Kwa ujumla, kwa maeneo watakayokabidhiwa wananchi, halmashauri imepanga kulipia gharama za hati miliki za viwanja na mashamba ili wananchi wamilikishwe kikamilifu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika Hamadi Mapengo, ambaye alizungumza kwa niaba ya baraza la madiwani, ameahidi kuyafanyia kazi maombi na mapendekezo yaliyotolewa na wananchi ili kuhakikisha zoezi la uhamishaji linaendelea kwa ufanisi na bila changamoto zisizo za lazima. Ushauri na mapendekezo ambao mmeyatoa kwa ajili ya kuboresha kwenye eneo hili yote tumeyachukua na tunaenda kuyafanyia kazi. Na yapo maeneo mengine ambayo pia wadau tutaendelea kuwashirikisha ili kuhakikisha hatujakosea sana katika maeneo haya. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya baraza la madiwani kupitia kwako mwenyewe pamoja na wadau, kuwashukuru, siwezi kuyarudia yale yote ambayo yameulizwa, yameshauriwa. Ndio maana mkurugenzi na wataalamu walikuwa na note, kazi yetu ilikuwa kuyafanyia kazi ili tuweze kufanikisha zoezi hili bila changamoto. Zaidi ya kaya 600 zinahamishwa kupisha eneo la uwekezaji la Luhafwe, huku zoezi hilo likiendelea kutekelezwa hatua kwa hatua. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Kimandaguli kata ya Liabukande katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga wameahidi kushirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira kama Shinyanga KASHWASA kulinda miundombinu ya bomba la maji kutoka Ziwa Victoria ili kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inaendelea kupatikana bila kukomeshwa na vitendo vya uharibifu na wazi. Mvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi. Ahadi hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa uhamasishaji ulioandaliwa na KASHWASA katika kijiji hicho kufuatia kuongezeka kwa matukio ya uharibifu na wizi wa vifaa vya miundombinu ya kusafirishia maji kwenye kipande cha bomba kutoka Solwa hadi Liabukande. Baadhi ya wakazi wa Kimandaguli wamesema vitendo vya uharibifu wa bomba la maji vimekuwa vikisababisha ukosefu wa huduma ya maji safi na salama, hali inayoweza kuhatarisha afya za wananchi. Wameahidi kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo husika pindi watakapobaini watu wanaojihusisha na vitendo hivyo. Hata mimi mwenyewe kwa nilivyo na uchungu wa maji, nafikiri nikimkuta mtu anachezea vyanzo vya maji, hatutaelewana. Hatutaelewana kwa mateso ambayo tunayoyapata. Maana tunakunywa vumbi. Sasa hivi tunashindwa, tunaenda mapolini. Mapolini na sio mbali, ni hapa shuleni tu unakuta vinyesi vimejaa topo. Watoto wanashindwa kufanyaje? Watoto wetu wanaathirika. Unakuta mtoto anaenda kujisaidia amekanyaga kinyesi, unashindwa jinsi ya kumsaidia. Tunaomba maji. Ombi langu, tunaomba mtu tuamini. Injinia wetu tufungulie maji. Mwenyekiti yupo hapa. Sisi tutafanya kila ujanja, tutajua tu mbaya wetu ni nani. Akizungumza katika mkutano huo, mhandisi mwandamizi wa KASHWASA, mhandisi Sai Kapera, amesema mamlaka hiyo imeendelea kukabiliana na matukio ya mara kwa mara ya uharibifu wa miundombinu ya maji, jambo linalohatarisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi licha ya juhudi zinazoendelea za ukarabati. Lakini sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, cha kusikitisha, wananchi wa kijiji hiki walifanya uharibifu. Na sio leo tu, labda mwaka huu yani matukio yako mengi. Tarehe 10 mwezi wa 10 2025 kuna zile air valve, zile chemba zenye kimkono hivi juu zinazotumika kutoa hewa kwenye bomba.
Wananchi walienda pale wakazipiga zile ya valve na zilikuwa 2, na walivyozipiga hizo, lakini pia na mfuniko wa chemba wameuiba. Mwezi wa 11 wakaenda tena kuharibu air valve. Kapela amesema ulinzi wa miundombinu hiyo si jukumu la Kashuasa pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi, akisisitiza kuwa ushirikiano wa jamii utasaidia kulinda uwekezaji mkubwa uliofanywa katika mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Kama nilivyosema, tunahudumia wananchi mikoa 5 ya hii Tanzania bara, na tuna zaidi ya kilomita 900 za bomba. Sasa ikiwa kila kijiji wanaharibu hivi kweli hiyo huduma ya maji itaendelea? Kwa sababu inatakiwa hii huduma iwe endelevu kwa vizazi na vizazi na vizazi. Sasa mkiendelea hivyo, wananchi wa Kimandaguli kuharibu, watoto wenu watakuja kurithi kitu gani? Naye mwanasheria wa Kashuasa Shadrack Makongolo amekumbusha kuwa sheria za nchi zinakataza mtu yeyote kuharibu na kuhujumu miundombinu ya maji, sisitiza kwamba watakaobainika kufanya vitendo hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria kwa mujibu wa sheria taratibu zilizopo. Chetu hiki ni kwamba tunajenga kwa pamoja ili mradi wetu uwe salama na wananchi waendelee kupata huduma ya nini? Ya maji. Sheria inasema mimi na wewe pia ni serikali. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya uharibifu, kutoa taarifa ni jambo zuri. Watajitahidi kuhakikisha huduma inarejea kwa vifaa vilivyopo, ingawa na vingine ndio hivyo vinaanza kufungwa itafika mahali huduma ya maji inaweza isifike tu kwa maana ya sababu za kitaalamu na kukosa vifaa. Mkutano huo ni sehemu ya kampeni ya Kashuasa ya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulinda miundombinu ya maji na kuhakikisha mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria unaendelea kutoa manufaa kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga. Asante Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Kenya yakabiliana na wadukuzi wa tovuti rasmi ya rais.